Haji Sande Manara, mwenyekiti wa kamati ya mipango miji ile. Karibu. Mwenyekiti wako Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaimu Shekhe wa mkoa, mwakilishi wa DC, heshima madiwani wenzangu, mashekhe na wazee wangu, walimu, wanafunzi, leo ni siku kubwa sana kwenu, hususan watoto wetu, kwa sababu kazi ya kwanza ya kaimu shekhe wetu wa mkoa ameona aanze na nyinyi. Ameanza na kazi ya kijamii. Nisahau kumtambulisha baba askofu, niwe radhi. Mheshimiwa Bendera, natambua uwepo wako. Kaimu shekhe wa mkoa ameanza na nyinyi, jambo kubwa. Yeye anahudumia Dar es Salaam nzima, lakini akachagua hapa. Juzi alinipigia nikiwa Dodoma, akasema bwana, mimi nakaa kata ya Kariakoo na wewe diwani wa Kariakoo, ningetamani tujumuike wote, lakini wewe ni ndugu yangu. Mwenyewe akisema kama kuna mtu akiambiwa ataje mtu anayemjua sana Sheikh Abbas, basi nitakutaja wewe, sababu tumekuwa pamoja, tumesoma. Mimi nimesoma madrasani kwao kwa baba yake mwenzangu, na wengine hawajui. Sheikh Abbas kama walivyo vijana wote na watoto wote wa Dar es Salaam wamepita katika ngazi zote za ukuaji wao, ikiwemo kucheza. Amecheza mpira, tena uwanja huu wa Uhuru hapa, zamani tukiita middle school. Uwanja wa middle kulikuwa na uwanja chenye nyekundu ile, manake sio nyasi. Alikuwa namba 9 mzuri sana. Kwa hiyo msimuone hivi. Amecheza hapa, amecheza hizi ligi zetu daraja ya 3 la 4. Amekuwa kama wanavyokuwa au kama tulivyokuwa watoto wote. Amepata bahati tu, amesoma, na amesoma hapa Haramain jirani hapa. Amemaliza elimu yake ya high school hapa, na pia ana degree. Sio kwamba shekhe tu hivi hivi, ana degree Bachelor of Administration. Mimi wakati anasoma, kwa sababu amesoma Mzumbe University, kwa hiyo mwenzetu yeye amepata bahati, amepiga miguu yote. Sio kwamba shekhe ambaye labda maarifa yake madogo kichwani. Kwa hiyo mimi namjua, na aliponambia siku 6 kuja, naingia airport direct saa 3:30, lakini nikaja moja kwa moja kuungana nanyi katika jambo hili kubwa. Umefanya jambo jema, umefanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu ndilo analihimiza sana. wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Maelekezo hayo ndio hawa. Kama tunafanya hivi watu wote kwa imani zote, hatutakuwa na watoto wa mitaani. Dar es Salaam tuna changamoto kubwa ya watoto wa mitaani. Sisi dini yetu imetuelekeza namna ya kutunza hawa watoto mayatima, kuwalea hawa watoto mayatima, kuwalea watoto wasiojiweza wenye mahitaji maalum kama hawa. Lakini si wengi tunafanya hivyo, na naamini hata kwa baba askofu dini yake inaelekeza hivyo hivyo. Kwa jamii yetu, kama tukiishi kwa kutambua thamani ya hawa watoto, kuwatunza, kuwafariji, kuwapa nguvu. Umeona hapa watoto wenye mahitaji maalum mbalimbali, hata watoto wenye mahitaji ya albino. Hasa leo wanashangaa
mimi nasimama nikiwa albino nazungumza mbele ya watoto wao. Kwa hiyo wao pia wanaweza siku moja wakawa wakubwa kuliko mimi kwa nafasi. Wakawa maarufu kuliko mimi, wakaweza kufanya. Kwa hiyo ulemavu haukufanyi wewe ushindwe kutimiza malengo yako. Nasikia watoto wangu, yaani unaweza ukazaliwa mlemavu wa masikio, kwa maana ya kusikia, wa kuzungumza, wa kuona, wa kutembea, mlemavu wa ngozi, lakini ukafikia malengo yako na Mungu akakusaidia target zile ukafikia tu. Wala msijione wanyonge, wala msijione nyinyi hamuhitajiki katika jamii hii. Serikali ya Rais Samia inatambua umuhimu wenu, na ndio maana mara kadhaa huteua watu wenye ulemavu tofauti tofauti katika nafasi tofauti tofauti. Kwa hiyo wala msijichukulie dhaifu. Sawa watoto? Kuna siku na nyinyi mtasimama kama nilivyosimama mimi, mkazungumza katika hadhara kama hizi, mkapata nafasi kubwa. Siku moja anaweza katokea shekhe wa mkoa, nimemsikia hapa mwanangu akisoma Rabbana atina fi dunya hasana vizuri kabisa, basi miongoni mwao anaweza katokea hata mufti, pia anaweza katokea askofu. Lolote linawezekana, ili mradi msome kwa bidii, muwasikilize na mfuate mafundisho ya walimu wenu, muwasikilize na wazazi wenu. Iko siku Mwenyezi Mungu atawajalia mtakuwa. Sasa nisitaki kuwachosha sana. Hii hadhara ni yako, kaimu shekhe wa mkoa. Nimalizie kwa kuambia tumpe ushirikiano shekhe wetu wa mkoa, si kwa sababu ni ndugu yangu, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amepanga. Labda mtatusaidia na nyinyi watu waandishi. Sikutaka kusema, lakini nataka niweke vizuri. Msidhani kwamba Shekhe Walidi na Shekhe Abbas wana matatizo, msidhani hivyo. Mia wote watu wangu wa karibu, nazungumza kwa haki kabisa. Nazungumza sana na Shekhe Walidi, ana moyo wa kipekee. Hata leo hii anajua kwamba sisi tuko hapa, wala hana shida. Sijaribu watu tukaanza tuacheni. Mwenyezi Mungu anajua kadari yake, nani kampanga wapi, wala hana matatizo yoyote na Sheikh Abbas, hana kinyongo chote. Imetokea maelekezo ya baraza, sasa na wewe kaimu hapa, basi nawaomba sisi wote sasa tumpe ushirikiano mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapoamua vinginevyo. Nisingetamani tena kuona ajenda hii inaendelea. Wote sisi tunajenga nyumba moja, viongozi wetu wote wale, mashekhe zetu wote. Tarehe 8 kuna shughuli kubwa nyumbani kwa Sheikh Walid, ustadh ya marehemu toka baba yake. Tutakuwepo pale tadhamun, na Sheikh Abbas atakuwepo. Mfungo 6 Alhamisi ya mwisho tuna shughuli kwa Sheikh Abbas. Sheikh Walid kila siku anakuwepo. Hawa ni ndugu. Ustadh Al-Hadi Umar, Mwenyezi Mungu amrahamu, ni kijana wa Sheikh Ramadhan bin Abbas, baba yake Sheikh Walidi. Sheikh Walidi sisi kwa rika lake ni kaka yetu. Kwani waombe sana mitandao huko, mitandaoni Sheikh hapendi Sheikh Walidi hivi kila wakati. Hapana, hapendi. Nawaambia mimi yule kaka yangu, mwalimu wangu, namjua ni mtu rahimu, mtu muungwana, tunampa daraja kubwa mwalimu wetu. Msipigishe hizi shoti hizi, msipigishe shoti. Dini haitaki hivyo. Dini nataka umoja. Wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Ningetamani ni tafsiri hii wala ya hapa, lakini naiacha siku nyingine. Kwa hiyo nawaomba sana sana sana, wapeni ushirikiano mashekhe hawa. Kadari imeamua huyu awe hapa, huyu awe hapa, iwe jambo limepatiwa kwa usahihi au si kwa usahihi. Maneno yanapaswa kuandikwa kwa wino wa dhahabu.
Allah afuwe. Liwe limepangwa kwa usahihi au si kwa usahihi, lakini ndio ishakuwa. Nawaomba sana ndugu zangu, niko chini ya miguu yenu, wapeni ushirikiano viongozi wetu, wafanye kazi zao za kijamii, wafanye kazi za kusomesha, wafanye kazi ya kusimamisha dini ya Allah. Sawa ndugu zangu? Basi yangu ndio kwa hayo. Sheikh Abbas, ni radhi bwana kakaangu, manake huyu pamoja na kwamba tumekuwa pamoja, yeye ni mkubwa kwa rika kuliko mimi na ni kiongozi wangu, kwa sababu sisi kule kwetu tumefundishwa waladun shekhe fahuwa shekhe, mtoto wa shekhe naye ni shekhe. Kwa hiyo huyu ni shekhe wangu kwa daraja ya kwamba ni mtoto wa Sheikh Ramadhan bin Abbas, moja ya watu marahimu sana na watu ambao wazee wetu wanatuambia katika watu waliokuwa wamewakaribisha viongozi wengi wa dini kutoka nchi za jirani. Alikuwa mtu ambaye mashallah amejaliwa riziki na alitumia riziki yake kusaidia watu, ametumia riziki yake kusaidia dini ya Mwenyezi Mungu, na akapata watoto wema ambao leo wamemrithi mpaka wamefikia level ya kuwa shekhe wa mkoa. Shekhe, hongera sana bwana. Mimi mwenzio niko kwenye siasa huko, tuombee dua na madiwani wenzangu. Kwenye siasa na kuna mafitna mengi, lakini sisi watu wa Dar es Salaam fitna chakula chetu hatukiogopi, zikija tunapambana nazo. Kwa hiyo wewe nakuomba sana dua zako, wewe na mashekhe. Nimeona jopo, shekhe wangu Kitogo, baba yangu kadhi wa mkoa, ameamulia kesi zangu nyingi za ndoa. Yule kesi nyingi za ndoa, nyingine zimefanikiwa, nyingine, lakini mtu mzuri sana. Nakupenda sana shekhe wangu. Basi hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana Mheshimiwa diwani ya kata ya Kariakoo, lakini mwenyekiti wa mipango miji. Mheshimiwa diwani, watu ulivyozungumza swala wake, diwani viti maalum akanichokoza. Sasa ile swali wewe kakaangu sasa sikuuliza hapa, nitakuuliza baadaye. Basi sasa Mheshimiwa Kaimu Shekhe, kwa ruksa yako, hiyo mipango miji hapo kichwani Mheshimiwa diwani uitoe. Mheshimiwa Kaimu Shekhe, sasa nichukua nafasi hii kukaribisha basi sasa. Alafu kingine bwana, sawa, mimi shekhe, kama hujasema na mimi nitatoa mchango wangu 500 taiacha hapo. Mwenzie tunamleta. Asante.